Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu. Ameendelea kutupa neema na kibali cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii na kwa ajili ya kibali hiki ambacho ameendelea kutupatia cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Kama kawaida, kwa majina yangu ninaitwa Mchungaji Jackson Komando. Leo kuna kitu ambacho nataka nije tuzungumzie, sababu nimesema tutajikita sana kwenye unabii, kwenye mambo ya kinabii, kwamba tuangalie mambo ambayo kwenye kinabii, ikiwa ni ndoto, ikiwa ni mafumbo, ikiwa ni maono, tutajikita sana huko. Ndio maana nimesema kwamba kama utakuwa una swali lolote lile, ama kama utakuwa una kitu unachotamani tukizungumzie, unaweza kaandika hapo kwenye comment tu, afu baadaye tutakuja kukizungumzia, ama unaweza kuchukua namba yangu ambayo nakuwa naweka hapo, ni ya WhatsApp. Utanitafuta kwenye WhatsApp, tutabadilishana mawazo ama tutaweza kuongea zaidi juu ya kitu hicho ambacho natamani kukifahamu. Nitakiandaa, nitakileta. Basi leo nataka tuangalie kuhusu nini? Kuhusu ndoto ya Danieli, kwa kitabu cha Danieli ile sura ya 8. Tuangalie ile ndoto ya Danieli ambayo inahusu kondoo na mbuzi. Tuangalie kitabu cha Danieli ambayo kinahusu kondoo na mbuzi. Danieli anasema kwamba katika mwaka wa 3 wa Belteshaza, kwamba aliota ndoto. Ile ndoto ilimpeleka mpaka kwenye mto wa Ulai. Kwa hiyo akiwa kule aliona ndoto kwamba alimuona kondoo akiwa na mapembe mawili makubwa, lakini pembe moja ilikuwa ni kubwa kuliko lingine, alikuwa imezidi kidogo lingine. Kwa hiyo yule kondoo akamuona anasukuma magharibi, kaskazini, kusini, anaisukuma, na hakuna mnyama yote yule ambaye alijitokeza kushindana na yule kondoo. Lakini akiwa kwenye ndoto hiyo akamwona mbuzi anakuja akiwa ana pembe moja. Mbuzi akiwa na pembe moja, akampiga yule kondoo akamvunja yale mapembe yake mawili, akamvunja. Wala yule kondoo hakuweza tena kusimama kushindana na yule mbuzi. Na yule mbuzi pembe lake likawa kubwa, ile pembe likavunjika, ukazuka nini? Pembe nne. Lakini kwenye pembe hizo nne, ikatokea pembe nyingine moja, ambayo pembe ndogo moja, hiyo pembe na yenyewe ikakua kwenye pande zile ambazo kumesema pande za magharibi, ya kaskazini na kusini. Ile pembe ikakua mpaka kuelekea kwenye nchi ya uzuri. Hiyo nchi ya uzuri ambayo nasema pale ni nchi ya Israeli. Kwa hiyo sasa tuanze kuchambua maana ya hiyo ndoto, na bahati nzuri pia hata hiyo ndoto imetafasiriwa pia kwenye hicho cha Danieli sura 8 kuanzia 20, Danieli 8:20, pale ndoto hiyo inatafasiriwa. Lakini kuna sehemu ambayo kuna watu wanatafasiri vibaya, kuhusu yule pembe mdogo aliyezuka akakua, akaanza vita mpaka akataka kushindana na mkuu ambaye anamiliki falme ambaye zile falme zote, ambaye huyo ndio Mungu mkuu, ambaye Baba Danieli amesema kwamba yule pembe dogo akajitukuza mpaka kutaka kupambana na mkuu wa wakuu, yani Mungu ama yule ambaye yuko juu ya falme zote, ambaye ndio Mungu, ambaye yuko juu ya jeshi lote, ambaye ndiye pene, ambaye pia ndio huyo Mungu. Kwa hiyo yule kondoo kwanza tukianza nini? Tukianzia hapa kwenye kondoo. Yule kondoo kwa namna hata Gabrieli alivyoitafasiri hiyo ndoto, kumwambia Danieli
kwamba ile kondoo na yeye mapembe mawili ulikuwa ni falme mbili za Umedi na Uajemi. Zilikuwa falme mbili za Umedi na Uajemi, na yule mbuzi aliyotokea ni ufalme wa Yunani, na yule pembe moja alikuwa ndo mfalme wa kwanza wa Uyunani ambao ni Ugiriki ya sasa. Uyunani ambayo ni Ugiriki ya sasa. Kwa hiyo yule mfalme alikuwa alikuwa Alexander mkuu, mfalme wa kwanza wa Yunani ambaye alitawala. Kwa hiyo baada pia yule Nebukadneza kwenye akili yangu, baada ya Alexander mkuu kufariki, yani ile pembe kubwa kukatika, ambaye alikuwa amewakilisha Alexander, ile pembe la mbuzi alikuwa amewakilisha Alexander ufalme wa Yunani ama Ugiriki ya sasa. Baada ya kufariki pakatokea ni falme nne ambao walikuwa ni majemedali wake huyu Alexander mkuu watokea wafalme wanne ambao ndio zilikuwa zile pembe ngapi? Zile pembe nne. Baada ya hapo sasa ikatokea pembe lingine ambayo pembe ikajitukuza. Sasa hilo pembe ambayo ilitukuza, ukiangalia kabisa hii inahusu habari za mambo ya mwisho. Bado hatujafikia bado kwenye pembe, japo kuna wengine ambao wanasema kwamba ataishatokea, kama nilivyokuwa nakwambia kwamba wana theolojia wanasema kwamba au kuna nadharia ambazo zinasemekana kwamba ili pembe ambayo ilijitukuza kwamba ni huyu mfalme aliyotokea katika mwaka wa 175 huyu Antiochus Antiochus Epiphanes, ama jina soma jina kwetu, kwa hiyo inakuwa magumu kuyataja. Antiochus Epiphanes. Kwa hiyo huyo kwamba ndio ambaye aliwakilisha hiyo pembe dogo, lakini hiyo pembe dogo haikumwakilisha huyu. Hii pembe dogo inamwakilisha mpinga Kristo, ambaye sasa haya ni maneno ya kinabii, ambaye sasa huyu mpinga Kristo ataanza vita. Ukisoma nadhani tayari nishapasha ni masomo mengi ambayo yanahusu kuhusu habari za mpinga Kristo, kwa sababu kwamba Danieli 9:27 kwamba huyu mpinga Kristo atafanya agano dhabiti na watu wengi. Kwa hiyo akifanya agano dhabiti kwamba atajiinua sasa aende patakatifu ili kwamba yeye abudiwe kama Mungu. Atavunja ile agano ambalo alikuwa ameweka kitabu cha Danieli, na sasa pia nishaizungumzia. Kwa hiyo ili pembe dogo bado inawakilisha tena huyu mpinga Kristo, pembe dogo ambaye atajiinua kutaka kupigana na Mungu. Itakuwa nini? Itakuwa huyu ni mpinga Kristo, ni mpinga ambaye atakayeinuka kwenda hekaluni ili kwamba abudiwe kama Mungu. Kwa hiyo mwana wa Mungu nimezungumzia hapa kuhusu ile ndoto ya Danieli kuhusu kondoo na mbuzi, kuhusu kondoo na mbuzi. Kwa hiyo kondoo alikuwa ni taifa la Umedi na Uajemi. Mbuzi alikuwa ni Uyunani ambaye akiongozwa na Alexander mkuu. Zile pembe nne walikuwa ni majemedali wake wanne baada ya Alexander mkuu kufariki akiwa bado kijana. Kwa hiyo zile pembe nne walikuwa ni majemedali wake wanne ambao waligawanya sasa ufalme, waligawana ufalme. Kwa hiyo baada ya hapo pembe nyingine ndogo, sasa hii pembe dogo ambayo iliyozuka ikataka kupigana na Mungu. Hii ni habari za mpinga Kristo, Kwa hiyo mpinga Kristo atajiinua kutaka kupigana na Mungu, lakini Mungu atapigana naye, atapigwa tu. Kwa nini? Kwa neno la Mungu. Kwa hiyo mwana wa Mungu leo tumeangalia unabii huo wa Danieli sura ya 8. Nadhani tutaendelea kuangalia hatua kwa hatua mpaka pale tutakapoelewana. Kama una swali unaweza ukaandika swali lako. Kama una kitu kingine tunataka kufahamu unaweza pia ukiandika na kufanyia utafiti
alafu nitakileta kwako na tutaendelea kuwa pamoja na kuendelea kujifunza. Lakini kama bado haujasubscribe na kuomba tafadhali usubscribe channel hii ili kwamba uendelee kuwa mwanafamilia wa channel hii. Na kama hujalike, ukilike ina maana kwamba unasababisha hii video iwafikie watu wengine zaidi. Kwa hiyo ni vizuri na ukalike. Mungu atakubariki. Kwa hiyo kwa leo nitaishia hapo. Na nakutakia amani ya Bwana. Shalom, 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 shalom.